kesi ya kisiasa ambao wamemwekea uhaini wa kisiasa, kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, alafu wazuie hata wanaompenda kuja kuisikiliza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini juu ya hilo pia tunaitaka serikali na tunamtaka Rais Samia, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondoe hii kesi mahakamani, wamfutie Lissu kesi ya uongo ya uhaini, kwa sababu Lissu sio muhaini. Huwezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa mwanajeshi, hana kikundi chochote cha kijeshi anachokiongoza. Hawawezi kuithibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mbowe. Na ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais Samia, kwa miaka 4 ya kwake, amejaribu kuwafungulia viongozi wa chama hiki kesi mbaya. Alijaribu kumfungulia kesi ya ugaidi mwenyekiti Mbowe, ambaye hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Amejaribu tena kumfungulia Lissu kesi ya uhaini, ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Chini ya miaka 4 tu ya kwake, viongozi wa chama kikuu cha upinzani chini ya utawala wake wanafunguliwa kesi 2 za uongo. Kwa hiyo hii kesi iondolewe mahakamani, Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa. Kwa hiyo hilo linahusiana na kesi, na tunasisitiza wanachama wetu na Watanzania wengine wote waje mahakamani. Jambo la pili ni operation yetu ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Itaendelea kama ilivyopangwa kuanzia tarehe 3 mwezi Mei, na tutakuwa na timu 2 kama zilivyokuwa awali. Timu moja itaongozwa na katibu mkuu na timu nyingine nitaiongoza mimi. Tutaendelea na operation kuanzia kanda ya kati, kwa maana ya mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida kuanzia tarehe 3. Baada ya hapo tutaendelea na mikoa ya kanda ya magharibi, Katavi, Kigoma na mikoa mingine ya kanda magharibi. Na katika hilo tumeona dalili za kuanza vitisho katika kujaribu kuzuia operation hii isiendelee. Ndio kama kile kilichojitokeza jana, ambapo sisi tuliandika barua tarehe 16 ya kuwataarifu polisi juu ya mikutano yetu. Tumefanya maandalizi kwenda Kariakoo kuzungumza na Watanzania ambao pia wengi wana matatizo. Tulipokutana, polisi wakaja na barua kutuzuia eneo la tukio. Tumewapelekea barua siku 6 zilizopita. Jana tarehe 22 tukiwa kwenye eneo la tukio, wanakuja kutuzuia. Wamefanya fujo, wamenikamata mimi, wamekamata walinzi wangu. Wameondoka na sisi, mimi na pamoja na katibu wa Ilala Elizabeth Mambosho. Wamezunguka na sisi kwenye gari. Wametuambia kwanza tumeenda kituo cha polisi Msimbazi, wametuchukulia pale kwenye gari ya Hilux. Wametoka na sisi, wamepita, kulikuwa na jam sana. Wakatuelekeza kwamba wanatupeleka kituo cha polisi Central. Tumefika Central, wakakunja, wakaingia barabara ya mwendo kasi. Tumekwenda mpaka Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe. Tukashika hiyo barabara ya kuja kama tunakuja Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi. Nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika Magomeni hapo, wakakunja, tukaingia kama tunakuja makao makuu ya zamani Kinondoni. Wakaingia Mwananyamala, wamezunguka na sisi, wamekuja kutudrop saa 2 usiku barabarani. Sina simu, sina pesa, sina mawasiliano, wametushusha barabarani. Paka mimi nikajiuliza hao ni watu walikuwa wamepanga, kwa sababu hii ni abduction. Tulitekwa na polisi, na baadaye nakuja kuona taarifa ya Muliro anasema kwamba polisi hawakutukamata. Sasa nyie jiulizeni, kama mimi ni kiongozi wa chama, nimekamatwa mchana, vyombo vya habari vikiwepo, Watanzania wakiwepo, picha zimeonekana nikiwa kituo cha polisi Msimbazi,
tulikuwa na watu wa Jambo TV na baadhi ya watu tuliongozana nao kwenda pale. Ghafla polisi wanasema hawajanikamata. Lengo lao kutoa hiyo kauli ni nini? Ni watu walikuwa wamelenga wanipoteze kama wanavyopoteza watu